Hey, habari. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena, tunaendelea kumshukuru Mungu. Leo tumekuja na somo lingine zuri kama kawaida yetu. Kitu cha msingi na kusihi uendelee kunifuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Ukifanya hivyo, kwa sisi ma content creator ambao tunaoanza, unakuwa unatupa motisha, unatupa nguvu, kwa kuwa tunapokuwa tunaanza sisi kwa mara ya kwanza waga hatupati chochote. Kwa hiyo tunachokipata kwetu sisi, faida yetu kubwa ni wewe ambao unayotufuatilia kuweza kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili tuweze kuwa kwanza, ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vinavyokuja. Ukifanya hivyo unakuwa unatupa motisha ili tuweze kuendelea kuandaa vipindi vingine vizuri vyenye ubora zaidi ya hivi. Kwa hiyo nakusihi sana uweze kufanya hivyo. Hii hapa ni washing machine yako kama jinsi ambavyo unavyoiona, na kuna content nyingi ambazo nimeziandaa sana ambazo zinaelezea kuhusiana na washing machine. Kwa kama wewe ndo wa kwanza kufuatilia kipindi hichi, basi unaweza ukafuatilia YouTube channel yetu ya William Dachi, ukaangalia content za nyuma tulizofanya ambazo zinazohusiana na washing machine. Zipo nyingi sana na nimeelezea kwa undani zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaifuatilia washing machine yako, ukaweza kuijua washing machine inapofanya kazi, lakini pia ukaweza kujua namna gani ya kuweza kutumia washing machine. Sasa kitu ambacho nimekuletea leo ni kwamba tunakwenda kuangalia ni namna gani unaweza ukasafisha filter pump ya washing machine, hasa kwenye upande wa outlet, kwa sababu hii washing machine yako ina pipe mbili ambazo zinakuwa ni za maji. Kuna pipe moja ambayo inaingiza maji masafi na kuna pipe nyingine ambayo inatoa maji machafu. Umeona? Kwa hiyo sasa ile inayotoa maji machafu, kuna pump ambayo ndio inakuwa inavuta maji inayatoa nje. Umeona? Kwa yale maji yakivutwa ambayo yanakuwa yanatoka humu ndani baada ya kufua nguo, yale maji machafu yanakuwa yanavutwa na pump. Yakivutwa na pump, kabla hayajapita kwenye pipe, yanakuwa yanachujwa, yanakuwa yanafanywa filtration. Kwa hiyo kuna filter ambayo kazi yake ni kuchuja kama kuna coins ziko humu, kama kuna takataka, umeshaona, kama kuna uchafu aina yoyote ambao ulikuwa humu ndani ya nguo baada ya kufuliwa. Sasa pump ilivyovuta maji ikajikuta imevuta na huo uchafu. Kwa hiyo ule uchafu haupiti kwenye pipe, kwa unapita au uendi kwenye pipe moja kwa moja, kwa sababu kuna filter. Kwa hiyo ile filter ndo kazi yake inachuja, inapitisha tu maji. Kwa hiyo hiyo filter inapatikana wapi? Ukiangalia hapa eneo la chini la mashine yako hapa, upande huu hapa ndio kuna hiyo filter yako ambayo kazi yake kubwa ni kufanyaje? Ni kufanya filtration ya nini? Ya maji. Umeona? Kwa hiyo ukija kuangalia sasa hii washing machine yako, kama jinsi ambavyo nimekwambia, washing machine ina pipe mbili za maji. Ukiangalia hii pipe ya juu, kuna pipe ya juu afu kuna pipe ya chini. Pipe ya juu mara nyingi inakuwa ni pipe ya maji masafi. Umeona? Pipe ya chini inakuwa ni pipe ya maji machafu. Na ukiangalia kwa nyuma huku ya washing machine, umeona? Hii ya juu ndio inaingiza maji, alafu ukija kuangalia hii pipe hii hapa ambayo imeenda kule chini, ile ndio inatoa maji machafu. Umeona mpaka hapo? Kwa sasa tuje kuangalia sasa hiyo pump inapokuwa inavuta hayo maji, sasa maji yanapitia kwenye filter. Kwa hiyo filter yako ina hali gani? Kimsingi unapokuwa na washing machine, hiyo filter pump waga inakuwa ina muda wake wa kuweza kufanya kuifanyia service na kuweza kufanya kuisafisha. Kwa watu wengi waga hawajui kama kwenye washing machine kuna filter pump, na hiyo filter pump inahitaji kufanywa usafi. Umeona? Kwa sababu usipoifanyia usafi kwenye filter pale panajia takataka. Kwa hiyo kipindi pump inapokuwa inavuta maji kuyatoa nje, kama kuna takataka inaweka resistance. Kwa hiyo ile resistance inaweza kusababisha pump yako ikatumia nguvu sana kubwa ya kufanyaje? Ya kutoa maji nje. Ikitumia nguvu kubwa, maana yake inaweza kupelekea pump yako kufanyaje? Kufa, lakini vile vile unaweza kusababisha power consumption. Kwa matumizi ya power ya kwenye hii mashine yako yakawa makubwa. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kitu cha kufanya ni kwamba unatakiwa uiache pump ifanye kazi katika mazingira ambayo ni ya usalama, lakini pia kwenye free zaidi. Umeona? Ili iweze kuwa free zaidi nini? Ndio kuifanyia service hiyo filter yako, kuondoa takataka zote ambazo zipo kwenye hiyo filter. Unafanyaje sasa? Ndio kama hapa.
Umeona hapa chini ya washing machine yako. Na hata hii washing machine ukiangalia hapa kuna maneno yameandikwa kwamba note kwamba please clean the drain pump filter monthly, kwamba unatakiwa hii filter drain pump filter yako ambayo iko ndani unatakiwa unaifanyia usafi kila baada ya mwezi mmoja. Lakini ukiangalia hapa hii washing machine yako ina muda mrefu toka imenunuliwa na imeanza kufanya kazi, haijawahi kufanywa service. Kwa hiyo ni hatari sana. Unaweza kupelekewa kwa hiyo pump yako. Umeona? Ndio nakwambia refer to the instruction book. Kwa hiyo unapokuwa umenunua hii washing machine yako, kuna instruction book ambayo unakuwa unapewa kwa ajili ya kukupa maelezo namna gani unaweza kutumia washing machine yako. Kwenye namna gani unaweza kutumia mashine yako ndio kuna hicho kipengele pia cha namna gani unaweza kuisafisha hiyo filter yako. Sasa unasafishaje? Tukaangalie. Unatakiwa uwe na screwdriver au kawa na tester. Mimi na tester yangu. Kwa hiyo unaangalia hapa kuna gap hii, unaingiza tester yako, alafu kuna bonyeza kuweza kuifungua. Umeona? Hiyo unakuwa umefunguka, ni mfuniko huu. Kwa unafunguka. Ukifunguka unaangalia mazingira ya ndani jinsi yalivyo. Huko ndani ndipo inavyoonekana. Sasa hapa kikawaida unatakiwa uwe na sponge. Unachukua sponge ndogo, unaweza ukaiweka kwa hapa, lakini pia unaweza kuwa na sponge nyingine kubwa unaweka kwa chini, mazingira ya chini. Kwa sababu unapokuwa unafungua filter yako ni hapa. Umeona? Unapokuwa unafungua hii filter, maji yanafanya yanatoka. Umeona? Kwa hiyo yakitoka kama hapo kuna sponge, ile sponge inakuwa na ya maji na maji mengine yanayomwagika chini yananyonywa na hiyo sponge ya chini. Kwa kuwa sisi hatuna, basi sisi tukaangalie. Kwa hiyo filter yako ndio hii hapa, unachotakiwa ni kufungua. Kwa hiyo unakuwa unafungua kwenda anti-clockwise. Anti-clockwise ndio unakuwa unafungua, clockwise unakuwa unafanyaje? Unafunga. Anti-clockwise maana yake hii unakuwa ni push kuja kushoto, clockwise unakuwa ni push kwenda kulia ambapo unakuwa unafunga. Kwa sasa tunakwenda kufungua, maana tunakwenda anti-clockwise. Kwa hiyo hapa unaipeleka kushoto anti-clockwise. Unaona? Unafungua hapa, ndo nafungua hiyo. Itafunguka. Umeona? Kama jinsi inavyoonekana hapo, maji yanatoka. Unaona maji hapo? Maji yanatoka hayo. Utaendelea kufungua. Kwa hapa ungekuwa na sponge, ama ingekuwa na sponge, na chini hapo unaweka sponge ili kuweza kufanya kazi kwenye usalama zaidi. Unaendelea kuifungua, maji yanatoka. Ila kufungua, maji yanatoka. Unafungua. Basi. Hapa kama imefungua. Kwa hiyo hapa ndio tunaita ndo drain pump filter yako hii. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia filter yako, angalia, umeona hapo mbele na uchafu wa takataka. Umeona? Haya ni ya kutoa. Kwa hiyo anaziba hapa. Ukiangalia kwa kule ndani unatakiwa uangalie vizuri pia. Hakuna takataka. Kwa kama hakuna, basi unaacha, kama zipo unazitoa. Lakini pia huko unaangalia kuna kama, umeona kana rotate. Haka unatakiwa make sure kawe free, kana rotate free. Kama ni kagumu, basi unakuwa unakawezesha kana rotate. Basi ukiona kama huko ndani hamna takataka, kama ni pachafu unasafisha. Kwa hiyo hapa ndio filter yako, unaichukua unakuja kuisafisha. Kwa unafungua maji yako hapo. Mshona. Chukua mswaki wako huo. Basi unasafisha. Kwa hiyo hii ndio inaitwa drain pump filter. Kwa hiyo inasafisha na kutoa takataka hizi. Unaiona hii mangungua. Unaona hii takataka nini? Haya yote tunatoa. Kwa hiyo nikafisha na kuwa safi. Hii ndio filter yako hii. Umeona uchafu. Nikafisha. Basi. Kisha maliza, maana yake hapo ishakuwa safi. Natoa.
Basi unaona hapo tayari imesafisha vizuri. Basi hii ndio filter yako. Ukishamaliza unafunga maji yako, unakuja kuirudishia pale ilipokuwa. Unaiona kama ilivyo, una i-plug. Ukishamaliza hapo unakuwa sasa ukifunga unakwenda clockwise, maana yake unatoka kushoto kwenda kulia. Unakuwa unaifunga sasa. Unaifunga mpaka hapo utakaposikia ni ngumu. Unaifunga. Basi hapo taisha ishakuwa ngumu. Ukimaliza mpaka hapo, basi hapo maana yake utaishaifanyia service nini filter yako. Ukishaifanyia service filter yako, maana yake hapo unakuwa ushaiokoa mashine yako na pampu yako. Kwa pampu yako itakuwa inafanya kazi kwa uhuru, na pampu ikifanya kazi kwa uhuru maana yake hata life span yake itakuwa kubwa. Kwa hiyo itachukua muda mrefu bila kufa ukiwa unafanya hizo services za mara kwa mara. Kwa baada ya kusema hivyo, unafunga na mlango wako na push tu, basi unakuwa umemaliza. Kwa baada ya kusema hivyo, niseme asante sana kwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Kitu cha msingi usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Asante.